Sema kwamba watu walishikwa, waliposhikwa ikawa lazima wajikomboe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka shauri, wafanze nini hawa? Saidna Umar akasema, hawa wamekukanusha wewe, hawa wamekutoa wewe, hawa wamekufanya la kukufanya. Dawa yao hawa, kila mtu mpe mtu wake amtinde. Ambe Hamza mpe nduye Abasi, Ali mpe Aqil, kila mtu amtinde mwenu, ndo atajua, atashika adabu hawa mushrikina. Sayyidina Abubakar akamwambia, ya Rasulullah, mimi sioni hilo ni shauri, naona kwamba hawa ni watu wako, hawa watakuwa chini yako. Ikiwa utawaua, utawaangalia vipi wale watu? Wale watu watakuangalia wewe vipi? Wewe wafanyie wema. Kuna watu waliona kwamba rai ya Umar ni mzuri, kwa vile zile jauri ambao kwamba walikizitoa wale zilikuwa kubwa sana. Wakaona dawa ni kulipiza kisasi. Na baadhi ya watu wa Madina wakaona vile vile, lakini Mtume akatukua maneno ya Saidna Abubakar, akamwambia, mfano wako wewe Umar ni kama mfano wa Nabii Nuh. Nabii Nuh alikuwa mkali mno, alimwambia Mungu, la tadhar min al-kafirina dayara, simwate mtu wamalize wote. Innaka intadharu yudhillu ibadaka, ukiwa wata watakupoteza waja wako. Wala yalidu illa fajiran kafara, azaliwa watakuwa muovu zaidi, hakuna mzuri. Lakini wewe mfano wako Abubakar ni kama Ibrahim. Ibrahim asema, faman tabi'ani fa innahu minni. Mtume akafuata. Sasa katika Mtume hakulala usiku kwa kusikia vitunu wale maasir. Mtume anasikitiko, si mtu wa kawaida, anasikitiko. Yeye ni rahmatul lil alamina, ni rehma kwa viumbe wote, wanyama walioko mbinguni, walioko ardhini, makafiri, manani, yote ni rehma. Watu walipokuwa wamefungwa namna ile, akatoka akamwambia, walegezeni hawa. Wakalegezwa. Sasa mmoja katika asir ilikuwa ni Suhail bin Amr. Suhail bin Amr huyu ndio aliotia mkataba na Mtumi wakati wa Hudaybiyah. Alikuja kwa niaba ya Makureishi, ukaandikwa mkataba, ukasema hadha ma salaha Muhammad bin Abdullah.
Sayyidina Ali akamwambia, usiseme Muhammad bin Abdullah, huyu ni Muhammad Rasulullah. Akamwambia, huyu Muhammad Rasulullah kwenu nyinyi, sisi hatujamuita Muhammad Rasulullah. Kwa nini tumekuja hapa? Sisi tumekuja kwa kuwa hatumtambui. Mtume akamwambia Sayyidina Ali, futa. Sayyidina Ali akaweza kufuta. Mtume akashika mwenye kalamu papa akaifuta Muhammad ile Rasulullah ile Abdullah. Akamwambia Sayyidina Ali, na wewe utakuja wakati yatakupata haya kama mimi. Yule Suhail akaandika, hadha masalaha Muhammad bin Abdullah. Baada mtume amekufa, amekuja Abubakar, amekuja Umar, amekuja Uthman, miaka kukatokea vita baina Muawiya na Sayyidina Ali, ukaandikiwa mkataba, ikaandikwa hadha masalaha Ali bin Abi Talib. Yule akawambia si Ali bin Abi Talib, ni Amir al-Mu'minin. Watu wa Muawiya sema huyu kwetu sisi ni Ali bin Abi Talib. Kama ni Amir al-Mu'minin tungekuwa hakuna cha mkataba, tuchakubali. Sayyidina Ali akasema, sadaqa Rasulullah, aliniambia mimi mtume yatakufika wewe na amenifika. Basi huyu Suhail bin Amr alikuwa ni msemaji sana. Ndugu yake akatokea Abu Jandal pale pale kwenye Hudaybiyah, amekimbia Makka hiyo atakuja kwa mtumi, kuna sulhu na pingu zake, mekimbia mekuja. Suhail akamwambia mtumi, sisi tutaanza na huyu, lazima arudi. Sayyidina Umar akamwambia mmoja katika ubavuni mwake, mkate shingo yake wa Suhail. Akamwambia, siwezi kumkata, mtumi yuko hapa mbele mpaka atoe amri mtumi, mkate wewe. Mtume akamwambia Abu Jandal, rudi, sayajalu laka farajan wa makhrajan, Mungu atatoa faraji na kuna ndia itatoka. Huyu Suhail bin Amr alipokuwa ni mmoja katika mateka, Sayyidina Umar akamwambia, ya Rasulullah, bata nimtoe meno yake ya nde, usinifidhuli huyu, sio dari kusema huyu dawa yake ngumtoa mfanye kibogoyo huyu. Mtume akamwambia, la, dani ya Rasulullah, anzi thaniyati Suhail yadla lisanahu, ulimi wake utakuwa umemalizika, hana nayo la kusema. Fala yakumu alayka khatiban fi mawatini abada, hata inuka tena kwa khatibu. Faqala alayhi salatu wassalam, la umathilu, siwezi kumtoa meno, hakuna adhabu ya kumtoa mtu meno. Fayumathilu llahu bi, Mungu atanitoa na mimi, wa in kuntu nabiyya. Wa asa an yakuma maqaman la tadhumahu, huenda huyu akasimama makamu ambao kwamba hayatukaniki kabisa. Wakadima bifidaihi Makraz bin Hafs, akasimama Mikraz bin Hafs kumtolea fidia yake. Walamma talamahum ala miqdarin, waliporidhiana kwa ile miqdari, kiasi
cha fidia yake, habasa nafsahu badalahu hatta jaa bilfila, amliziwiliwa mpaka ilipokuja ile fidia yake. Waqad haqqaqa Allahu khabar rasul fi Suhail, na Mwenyezi Mungu akaihakikisha ile maneno ya mtumi kwa Suhail. Fa innahu lamma mata alayhi salatu wassalam, alipokufa mtume, arada ahlu Makka, walitaka watu wa Makka irtidad, walitaka kuritadi. Mtume alipokufa watu wamefika wakati wataka kuritadi. Faqama Suhail hadha khatiban, huyu Suhail ndo akainuka kawa khutubia. Wa baada an hamidallahu wa athna alayhi, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu na kumsifu. Wa salla ala rasulihi, na baada ya kumswalia mtume akawaambia watu, ayuhan nas, enyi watu wa Maka, man kana yaabudu Muhammadan, mwenye kumwabudu Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, Muhammad ashakufa. Wa man kana yaabudu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, Mwenyezi Mungu uko hai na hafi. Alam ta'lamu anna Allah qala, nyinyi hamujui kwamba Mwenyezi Mungu amesema nini? Innaka mayitun, nyote hakika wewe ni maiti, wa innahum, na wao mayitun. Waqala, na Mwenyezi Mungu amesema, wama Muhammadun, hakuwa Muhammad illa rasul, isipokuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kad khalat min qablihi rusul, wamepita mitume mingine kabla yake, si yeye ndo wa kwanza kufa, mitume mingi yote mekufa. Afa imata, akiwa mtu atakufa, au kutila, au kauawa. Kuna Zakaria umeuawa. Inqalabtum ala aqabikum, maregea nyuma, mageuka. Thumma qala wallahi, kisha akasema, inni a'lamu, mimi najua, anna hadha dini sayamtaddu, kwamba dini hii itaendelea, imtidada shamsi fi tuluha, kama namna ya jua litakuwa letoka likitwa, itaendelea manake. Fala yaghurrannakum hadha, lisiwaghuri hili, la huyu Aba Sufyan min anfusikum, fa innahu ya'lamu min hadha al-amri ma a'lam, yeye ajua musayajua nyinyi. Lakinahu qad khatama ala sadri, lakini Abu Sufyani Mwenyezi Mungu mzee kumpiga muhuri kwenye kifua chake. Hasadu Banu Hashim, hii ni hasadi tu. Watawakkalu ala rabbikum, tawakalini kwa Mola wenu. Fa inna dina Allahi qaim, dini ya Mwenyezi Mungu itasimama. Yale mtume alivyosema, wakaja wakayaona alipokufa, ikawa yeye ndo alonusuru Uislamu, huyu Suhail bin Amr. Wa inna Allaha nasirun man nasarahu, na Mwenyezi Mungu atamnusuru mwenye kusimu. Wa muqawwi dinahu, na ataitia nguvu dini yake. Wa qad jama'akumullahu ala khair, na Mwenyezi Mungu amekukusanya kwenye khairi. Yuridu Abu Bakar, khairi yenyewe ni huyu Abu Bakar. Wa inna dhalika lam yazid al-islam illa quwwa, hautozidi Uislamu isipokuwa utakizidi kuwa na nguvu. Faman ra'aynahu idtaddan, tukimwona mtu murtadi, darabnahu unuqahu, tamkata shingo yake.
fataraja an-nas amma kanu azamu alayhi, watu wakarudi vile walivyoazimia sivyo. Wa kana hadha al-khabar, ikawa hii ni habari min muujizati nabiyina sallallahu alayhi wasallam, miujiza ya mtume kusema huyu. Sayyidina Umar alikuwa atamtoa meno, akamwambia muate, mimi sitoi watu meno. Huyu atakuja kusimama makamu ambayo kwamba ni kinyume, atainusuru dini, na ikawa namna hii. Wa min al-asra, katika waloshikwa mateka wengine ni al-Walid ibn al-Walid. Ni huyu Walid bin Walid afatakahu akhuhu, ndugu yake ndo alimwata Khalid wa Hisham. Falamma ftudia, alipotolewa fidia, warajaa ila Maka, aliporudi Maka, aslama, alislimu. Faqila lahu hala aslamta qabla alfida, wewe ulisilimu kabla hujatoa fidia? Faqala khifti an ya'dua islami khawfan, min niliogopa nsije nika udhirisha Uislamu wangu kwa kuogopa. Walama arada alhijra, nilipogura, manahu akhuhu, ndugu yake alimziwia. Fafarra ila nabii sallallahu alaihi wasallam, akakimbia akaenda kwa mtume fi umrati alqadai. Wa min al-asra Asai bin Yazid, na katika maasara wale otekwa ni huyu Asai ibn Yazid, huyu mbabu yake Imam Shafi'i. Wa kana sahibu raya fi tilka al-harb, yeye alikuwa ni raya katika bendera ya Quraishi. Fada nafsahu wa huwa jaddu al-khamis, ni babu yake watano, lilimam Muhammad bin Idris al-Shafi'i. Wa minhum, na katika hao mateka ilikuwa ni Wahab bin Umair al-Jumahi. Kana abuhu Umair, babake huyu alikuwa shaitanan min shayatini Quraish, ilikuwa ni shetani katika mashetani ya Quraish. Shetani binadamu, manake ni mtu alikuwa ana ulimi mbaya, na akimuudhi mtumi, na akigeuza watu, na akitoa mashairi ya kumtukana mtumi. Mtume kama huyu shaitana min shaitani Quraish. Kathira al-idha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, babake alikuwa akimuudhi sana mtume. Jalasa yawman ba'da intihai hadha al-harb, aliketi siku moja baada ya kumalizika vita ma Safwan bin Umayya. Huyu Umar, Wahab bin Umar, aliketi pamoja na Safwan, yatadhakaruna musaba Badr, waelezana mambo yaliyotokea Badri. Faqala Umar akasema, wallahi laula daynun alayya laysa indi qada'uhu, lau kama mimi nina deni ambalo sijaweza kulilipa, wa iyalun, lau si deni, wa iyalun, na watu wangu, akhsha alayhimul fakra ba'di, na lau kama si deni na sisi watu wangu wa nyumbani ambao nachelea mimi kwa ufakiri, basi kuntu ati Muhammadan faqtuluhu, mimi nitakwenda kwa Muhammad nimkate kitu nimuue, kukumbuka yale alivyomfanya babake. Fa inna ibni asiran fi aidihim, kijana changu yuko kwenye mikono yake Muhammad. Safwan akamwambia, dainuka alayya,
deni yako yote juu yangu. Wa iyaluka, na watoto wako na watu wako nyumbani, maiyali, mimi nitawaangalia. Wewe siogopa hilo tu, nenda kamue Muhammad, usijali. Fa akhadha Umar saifuhu, akatukua Umar upanga wake, washahadhahu wasamahu, akautia sumu kabisa kwenda kupambana na Mtume. Wantalaka hata kadima almadina, akaenda mpaka kasulia Madina. Fabaina Umar maa nafar min almuslimin, akiingia Madina amwona Saidna Umar pamoja na kikundi cha Waislamu. Idh nadhara ila Umar mutawahishan saifuha, akamwona Umar ameutolo upanga wake. Fakala, akasema, Saidna Umar akasema, hadha alkalb aduwullah. Ili jibwa ile Umar mwita hadha alkalb, huyu ni adui wa Mwenyezi Mungu. Ma jaa illa bisharrin, hakuja hapa isipokuwa kwa shari, sura za shari tu. Thumma qala linabii alayhi salatu wassalam, akamwambia Mtume, hadha aduwullah Umar, huyu adui wa Mwenyezi Mungu Umar. Kad jaa mutawahishan saifu, ametoka amekuja na ametoa upanga wake kuonesha kwamba yuko tayari yeye. Mtume akasema, adkhulu alayya, mwacha ingie ndani. Fa akhadha Umar bihamaili saifi wa adkhulahu, Umar akaingia na upanga wake, na akirusha na mimi nitarusha, akaingia naye. Falamma raahu alayhi salatu wassalam, alipomwona Mtume, alipomwona Umar na Umar pale, akamwambia atliqhu ya Umar, mwache huyu. Mtume alikuwa ogopi, mtu ana silaha, mtu ametoa upanga, Umar atamwata wapi? Lakini Mtume aja ambe mwate, idhnu ya Umar, mwete karibu huyo Umar. Fadana, akakurubia. Wakala, Mtume akamwambia, an'imu sabahan, akamwambia good morning, hakumwambia salamu alaikum, an'imu sabahan. Yeye amwambia Mtume an'imu sabahan. Faqala alayhi salatu wassalam, kad abdalana Allahu, Mungu ametubadilishia hiyo salamu, tahiyatan khairan min tahiyatika, mamkuzi mazuri kushinda mamkuzi yako. Manake amekuja kumwambia good morning, yule akamwambia hakuna good morning, Mungu umetupa kitu kizuri zaidi kuliko good morning. Wa hiya assalam, nayo ni salamu. Na hii twafundishwa Mtume amtolea salamu nani? Mtu ambaye ni kafiri, mtu ambaye ni adui, mtu ambaye kwamba amekuja kumua, amwambia bana, Mungu ametupa salamu. Sasa na sisi mtu akwambia good morning, usimwambie good morning, mwambie assalamu alaikum. Mungu ametupatia tahia zaidi, tusione haya, tusione aibu kutoa salamu, tahiyatul islami. Tusione ni unyonge, tusione ni upumbavu. Akamwambia, majaaka ya Umar, umejilia nini Umar? Akamwambia, jitu li hadha al-asir, mimi nimekuja kwa mateka huyu mtoto wake, alladhi fi aidikum, ambayo yuko chini ya mikono wako, fa ahsinu fihi, mfanyie wema kwake. Fakala, ma balu sayf, ule upanga uko wapi? Qala, kabaha Allahu min suyufin, Mungu amelani katika ile mipanga mbovu ni hizo.
wa hal aghnat anna shay'an, umetukosishwa kwa kitu gani? Qala alayhi salatu wassalam, asduqni man ladhi jita lahu, hebu niambia kweli, man ladhi jita lahu, umejilia nini wewe? Umejilia hiyo mtoto tu? Ma jitu illa lidhalika, mimi sikuja isipokuwa kwa hilo tu. Qala alayhi salatu wassalam, kalla, ile ni emphatic no, no, hakuna hilo, si hilo. Bal qa'adta anta wa Safwan fil hijri, wewe na Safwan mumeketi kwenye chumba. Wa qultu ma kita wa kita, mkasema kadha na kadha, akayasema yale maneno kama vile walivyoyasema. Akamwambia kunna nukadhibuka, sisi tulikuwa tukikukanusha, bima tati min khabari sama, kwa yale yalikuwa akija kutoka mbinguni, wama yanzilu alayka min alwahi, na kila ambao kitu cha kiteremshwa kwa wahi. Wa hadha amrun, na jambo hili lam yahdhur, hakuna mtu alokuja ila ana wa Sufyan, ni mimi na Sufyan tumeketi peke yetu tumezungumza. Tulikuwa tukikanusha yale utuambiayo mambo mbinguni, Mwenyezi Mungu asema hivi, Mwenyezi Mungu asema, lakini sasa mimi nastaajabu haya maneno mimi nazungumza na Sufyan peke yetu, uliyajuaje? Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume akamwambia faqihu akhakum fi dini, msomesheni dini yake. Pale pale alisilimu, akamwambia msomesheni. Waqra'uhu alqur'ana, na asome Qur'ani. Wa atliqu asirahu, na muwate teka lake. Faada Umar ila Makkah, akarudi Umar Makkah. Wa adhhara islamahu, akadhihirisha Uislamu wake. Hii ndio mmoja baada mmoja kuona wema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakasilimu kwa ile khuluqun hasan tu, hakuna chochote. Umar huyu alitoka ni adui, ankuja ataka kumuua, akirudi anrudi na Uislamu. Hakupigwa wala hakuambiwa jambo lolote, wala hakutoa cha kutoa wala nini, Mtume akamwata. Mohsen bado inshallah kesho tuna Abu Aziz bin Umair, huyu ni ndugu yake Mus'ab bin Umair. Kisha kuna Abbas bin Abdul Muttalib, kisha Abu Azzat al-Jumahi al-Shair. Tutamaliza usara wiki kesho inshallah. Allah, takuja kwenye lile swali aliuliza Bwana Ahmadi. Bwana Ahmadi aliniuliza swali
kwa masala silsilatul baul. Kuna kitu katika sharia ambayo kwamba chaitwa silsilatul baul. Ni hali ya kwa mtu hutiririkwa na mikoyo, hutokwa na mikojo. Saa nyingine ni kwa maradhi au ni kwa utu uzima, na mara nyingi ni maradhi. Je, sharia mtu yule atakafanye nini? Kwa sababu kuna mambo ambayo kwamba ni yampasa, kama swala haina udhuru, uswali suru wavu. Je, mtu ikiwa hawezi kuziwia mkojo asiswali? La, ataswali. Sasa swali la Bwana Ahmadi ni kwamba silsilatul bauli ni kitu kimetajwa, na mtu yule amepewa udhuru wa kisharia kwenye swala. Udhuru wenyewe ni kwamba yeye atajisafisha, atakwenda choni wakati sasa aenda kwenye swala. Ameingia msikitini magharibi, ameketi itikafu, amesikiliza darasa, sasa kumeadhiniwa, kukimiwa swala. Kabla ya kukimiwa swala atakwenda takojoa, atatawadha, atakuja ataswali. Ikitoka mikojo ndani ya swala, ataendelea na swala yake na hatolipa. Kwa madhhabi Shafi'i, akimaliza atakwenda tena kutawadha, aswali tena zitu zingine kama anataka kuswali witri nini. Nimetoa mfano wa madhehebu mbalimbali. Imam Malik ni ukiingia wakati, hakuna mambo ukimiwa swala nini, ungia wakati mwenye silsilatul bauli, kwa sababu huwezi kusema mpaka wakati wa kuadhiniwa. Wewe uko haram ya Maka, umeingia zoni zile, watu ni wale, utakapokipata choo saa ngapi? Imam Malik kwake ni wakati ukiingia wewe utatawadha, ikitoka mikojo isitoke utaswali, na swala za sunna zote utamaliza, kwa sababu wewe una udhuru. Madhhabi yote yasema kitu chochote cha kutoka mbele na nyuma ni najisi na uvunda swala, lakini isipokuwa wenye udhuru. Ndo Imam Malik akaiweka hakuna masala akawa ni rahisi zaidi. Abi Hanifa pia vile vile kama Malik, lakini yake yeye akwambia ngoja karibu na swala. Abi Hanbali ni kama Shafi'i, nimezieleza hapa. Hii swali mtakwenda mtasoma, mtaona kauli ya madhhabi yote manne. Sasa hiyo ni masala. Wamesema juu ya gesi, washuta tu wewe. Sasa kuna watu, kuna maradhi huwezi kuziwia, hukumu ni vile vile, utangojea mpaka karibu na wakati, utatawadha. Yani mtu ni mgonjwa, si kwamba wewe unakwenda piga mabiriani huko ati bana mimi haya ni hizi ni nyudhuru kwa wale ambao watu ni wagonjwa, hawawezi, ni kitu cha daima.
Kisha kuna masala ya muhrim au ya tawafu. Kwanza, tawafu ni kama swala, lazima uswali ukitufu uwe na udhu wako. Imam Malik akwambia maadamu wewe umepata udhuru wa salsilatul bauli, wewe ni kutawadha ukaingia kwenye tawafu kisha ukaendelea tu. Na madhhabi yote imekubali uendelee na tawafu. Wengine wamesema waweza kukatiliza ile tawafu, umeswali umetawafu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, imetanguka udhu wako, utakwenda utawadhe, utaanza 4 ya tatu, sasa itakuwa ni ya 4, utaanza tena mwanzo. Lakini madhhabi yote matatu, hiyo ni madhhabi ya Shafii, baadhi ya madhhabi ya maimamu, lakini madhhabi mengine kwambia la, utaendelea wewe, muhimu ni kuanza na tahara. Na ukiangalia kwa sasa, lazima ufuate madhhabi namna hiyo, kwa sababu pale kwenye tawafu mpaka utakapopata choo si mtezo. Ukipati choo ni heri kutawadha, utakwenda kwenye biri Zamza pale utawadha kidogo na nino, lakini kuingia chooni huwezi. Kwa hivyo Imam Malik yake ni sahali, hakuna wewe. Sasa kuna na watu wengine wana prostate cancer pengine, au ametolewa prostate. Ukitolewa prostate huwezi kuzuia mikojo, na uwe na diabetic, una na sukari, utakuwa wewe huwezi kuzuia mikojo, utavaa Pampers ili ikikutoka ila Pampers wewe endelea nayo. Na ukiwa ni muhrim utahirimia na Pampers na hutofanya, utakuwa na udhuru. Kwa Imam Malik wewe utavaa Pampers kabla ya kuhirimia, na wakati wa kuhirimia utakawa na Pampers yako, utaketi hukuvaa ile kwamba ni vazi. Umevaa Pampers ni kwa sababu ni udhuru, ni kwa sababu ya maradhi. Hukufanya kwamba ni vazi lako kama suruale, ni udhuru umetokewa. Manake nguo ya mviringo ya kunino itakuwa, kwa hivyo utaruhusiwa bila ya kutoa ya kutinda au ya kutoa fidia. Ibn Hajar katika wanazuoni wa Kishafii wasema utavaa Pampers. Hanafi utavaa Pampers kwa sababu huvai ni nguo za mviringo, huvai ni nguo, wavaa ni kwa sababu ya maradhi. Imam Shafi akwambia vaa, Hanbali akwambia vaa. Imam Shafi akwambia utoe fidia, walishe maskini 10 masakin, chakula cha siku moja.
Ibn Hajar pia ameieleza hayo kwamba utalisha maskini. Maskini utawapata wapi? Utawapata pale haram tele, na ukitoa ukimpa mmoja ni hatari. Nipata mimi hayo, mtu mmoja kampa, basi walikuja kunivamia zaidi ya mbwa mwitu. Wanawake walinipokonya wengine, ile pesa ilikuwa nini. Ni hatari kabisa. Maskini wa kule ni mateso. Kwa hivyo utatoa pale pale hoteli, utakuna watu nino wale wafanyikazi wa haram wale maskini pia, wape riali 10 chakula chao cha siku moja hicho. Mwanachuoni mmoja ananiambia mimi nenda kumpelekea hoteli kule. Yule mufti nikamwambia nitawapeleka vipi hoteli? Anambia hoteli wao wana chakula, wale watawapa maskini. Kaambia hakuna kitu kama hicho. Una hakika gani kwamba anambia basi wape maskini yote? Kaambia tawapa. Kuna kupeleka hoteli kaishia tazitukua yeye senti tu pale, lakini watu wako pale wasafisha msikitini, wale maskini wale wape wale. Imam Shafi na wanazuoni wa Shafi wasema hivyo, lakini haina haja kama maadamu wewe una maradhi, maadamu una na hakika watu wengi ni wagonjwa. Ukifika umri wa miaka 60, 70 utakuwa mgonjwa, ni ajabu. Ni bonus, tuishi kwa bonus sasa. Kwa hivyo kila kitu adini yusrun, dini nyepesi, wala yushadha hadha dini ila ghalabahu, washinda ukifanya mambo mazito. Siku hizi mambo rahisi, kuna vigari, waweza kutufu kwa gari, waweza kutufu kwa zile viti vile wheelchair na nini, basi alhasu unaweza kufanywa kila kitu. Hawezi kuswalisha ikiwa hakuna kuswalisha. Ikiwa hakuna kuswalisha, hapo takuwa mambo mengine. An Asma an Aisha qalat, mepokea kwa Sayyidina Aisha تفهم. جاءت فاطمة بنت أبي حبيش. عائشة سيما alikuja huyu Fatima binti Abi Hubaysh ila Nabii sallallahu alaihi wasallam. Alikuja akamuuliza Mtume qalat, na hapa tuwaoneshwa kwamba Mtume alikuwa yeye buithu mualliman, kwamba yeye haonekani na wanawake, ikawa watu wakimjia Aisha yuko pale, na akawaambia pia khudhu nisfa dinakum min hadhihi alhumaira, tukueni nusu ya dini yenu kwa chekundu hiki. Lakini maadamu yeye yuko, watu wakimwendea yeye, watakumsikiza yeye mwenyewe asema nini, from the horse's mouth, yeye ndio mwenye sharia. Basi yule akamwambia, araita ihdana tahidhu fi ya Rasul, inni mraatun, mimi ni mwanamke,
ustahadhu, hupata damu ya hedhi ya istihadha. Kuna damu aina mbili, kuna damu ya istihadha na kuna damu ya hedhi. Hedhi yaweza kuwa ni yaumun wa laila, siku moja, siku ya pili ikamalizika, au 7 ayyam, au siku 7, au siku 14. Ikimalizika 14, basi ile itwa istihadha, ni mshipa ile, ni kwa sababu ya hormones ile si damu tena ya hedhi. Sasa akamwambia istahadhu fala athuru, sijitahirishi na mimi najua hii ni damu ya istihadha, si damu ya hedhi, ni damu ya maradhi. Kisha afadau salata, nitaswali? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia la, innama dhalika irqun, huwa ni mshipa, walaysa bihaidhin, si hedhi. Faidha akbalat haidhatuki, ukikabili hedhi yako, ikikujia hedhi yako, fadai salat, ataswala, huswali. Mwenye hedhi huwa haswali, mwenye hedhi hasomi Qur'ani, mwenye hedhi haishiki Qur'ani, mwenye hedhi hatufu, haingi msikitini. Faghsili anki dama wa idha adbarat, ikimalizika faghsili anki dama, utasafisha damu yake. Thumma salli, kisha utaswali. Thumma tawadhai, kisha utatawadha likulli salatin, katika kila swala, hata yajia dhalika alwaqtu, mpaka ikujie wakati wako wa hedhi. Hadithi hii tufundishwa kwamba damu ya hedhi ni najisi. Mtu aliyokuwa na hedhi huwa haswali wala hafungi, japokuwa saumu haikutajwa hapa, wala haketi msikitini, wala hafanye tawafu. Ikimalizika hedhi huanza upya tena. Damu istihadha, wasafisha damu, waswali, kwa sababu ile ni damu ya maradhi, si damu ya kawaida, yaitwa damu istihadha. Huwa ni kwamba kuna imbalance katika hormones, ndo yafanya vile, na ziko dawa zake za kuziwilia damu ya istihadha. Wa anha, na imepokewa kwake huyu Fatima binti Hubaysh, qalat abnan huyu Aisha, kuntu aghsilu aljanaba min thawbi nabii sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa nikioga janaba na nguo ya Mtume. Fayakhruju ila salati, kisha nikatoka kwenda kuswali. Wa in buqa almau fi thawbihi, japokuwa ile maji yako kwenye nguo yake. Hapa twafundishwa kwamba Aisha akitukua nguo ya Mtume ina manii, na akiogea kisha akivaa ile nguo
kuonesha manii si najisi. Kisha hadithi hii yatufundisha manii huoshwa, manii ukoruza lau kama yamekauka, ni farki, yaitwa farki ile, kisha wayatia maji na si najisi, ni ule uchafu waondoa tu. Kuntu aghsilu janaba min thawbi nabii, nkioga janaba mimi kwa nguo ya Mtume ambao mingia manii. Lakini hakuweza kusema kwamba mimi aghsilu janaba min bauli nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mikojo ni najisi lakini manii si najisi. Hadithi ya kesho, hadithi hii ni abwalul ibli wadawabu walghanami wa marabidhiha, mikojo ya ngamia na wanyama na ghanam, mbuzi na kondoo, na pale mahali ambapo kwamba zizizi zao vipi hukumu. Tutaeleza hadithi ambayo kwamba yataka maelezo marefu sana. Je, Mtume alisema nini juu ya hilo? Wallahu wa rasuluhu alam.